Awali ya yote nitoe shukrani kwa Mungu aliyetupa kibali. Asingelikuwa Mungu tusingekuwepo hapa. Amen. Lakini kwa sababu yeye ametaka tuwepo, tupo. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Maisha yako na uhai wako ni Mungu ndio sababu. Amen. Amen. Nashukuru askofu kwa gharama mnayogharimia kwa kazi hii. Mungu abariki. Hebu tumpigie makofi ya ushukuru. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru maaskofu ambao wamekuja kumsapoti mwenzetu. Tuwapigie makofi maaskofu. Binafsi nashukuru kwa sababu ya kila mmoja kwa nafasi yake. Yaani siwezi kumtamsha mmoja mmoja, lakini natambua uwepo wako na heshima Mungu aliyokuheshimu. Mungu awabariki sana. Hebu jipigie makofi. Wa duniani wanasema jipe raha mwenyewe. Ukisubiri akupewe inaweza ikachelewa. Wewe jipe raha mwenyewe. Usisubiri kununuliwa soda. Ukijisikia jipe, nunua soda, kula maisha yako mwenyewe. Kuna wengine wasubiri soda mpaka ije itokee Idi, ije itokee si Christmas. Hapana. Sio yani ukinywa soda mpaka tumbo linaunguruma linashtuka. Maana halijaonja muda mrefu. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Leo tuna jambo fupi, lakini naomba niwakaribisha wageni wote ambao ni mara yenu ya kwanza kufika mahali hapa. Naomba mnipungie mkono. Mungu awabariki sana. Binafsi kwa moyo wangu nawapenda. Mungu awabariki sana. Tuko hapa kwa kusudi moja tu, kwa ajili ya kumkaribisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupo hapa kwa lengo moja tu, kwa ajili ya kuweka wakfu eneo hili kwa ajili ya Mungu. Sasa tunapoliweka wakfu eneo hili kwa ajili ya Mungu, na wewe ukiwemo humo ndani, maana na wewe unaweka wakfu kwa ajili ya Bwana. Hebu jipongeze kwa makofi. Nishukuru. Baba, nina sababu ambazo hazina ukomo za kuleta shukrani na adhimisho mbele za kiti chako cha rehema. Ninakushukuru kwa ajili ya kusanyiko hili. Ninakushukuru kwa nafsi hizi na roho hizi ambazo ni mali yako. Umetumba wengi duniani, lakini hawa wamekubali kuja kukusikiliza. Hata uliposema njooni, wamealikwa wengi, wamefikishiwa habari wengi, lakini hawa wamesikia. Ninakushukuru kwa ajili yao. Naomba baraka zako zikawafunike, wasipungukiwe siku za uhai wao. Katika jina la Yesu Kristo, bariki kila mmoja na uzao wake, na muda huu waliouachilia kwako, ninaomba ukawalipe. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nakabidhi ardhi hii, nakabidhi anga la mahali hapa, na mkabidhi kila mmoja mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nami nimeamini haya. Wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kuangalia neno kwa ufupi sana kabla ratiba zingine kuendelea. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5. Anasema Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli,
zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horeb. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yani sisi sote tulioko hapa tu hai. Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani toka kati ya moto, nami wakati ule nalisimama kati ya Bwana na ninyi, ili kuwaonyesha neno la Bwana. Maana mliogopa kwa sababu ya ule moto, wala hamkupanda mlimani. Naye akasema, mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alizaliwa kwa baba na mama kama ambavyo mimi na wewe tumezaliwa kwa baba na mama. Historia ya maisha ya Musa, alizaliwa kwenye mazingira tata. Hebu sema mazingira tata. Alizaliwa kipindi cha Herode, cha Farao. Kipindi hicho wakati anazaliwa Musa, Farao alisikia habari kwamba amezaliwa mfalme mwingine. Aliposikia hizo habari zilimtatanisha. Manake kuna mfalme mwingine, kama anakuja mfalme mwingine, manake mimi naondolewa kwenye ufalme. Mungu wetu asifiwe. Akasema sasa cha kufanya ni kuangamiza watoto wote wa kiume wa miaka 2 na kushuka chini. Alichinja watoto wengi sana wa kiume, waliuawa. Baada ya kuuawa wale watoto, kwa sababu tu amezaliwa mfalme anaitwa Musa, mama yake Musa akamchukua yule mtoto, akatengeneza kisafina kidogo, akamweka mtoto wa miezi 2. Fikiri mtoto wa miezi 2. Akamweka kwenye kisafina, akamtumbukiza kwenye kimto, ili umkini watu wanapokuja wamuokote yule mtoto. Bahati nzuri akatokeza binti Farao, alikuwa anakuja mtoni kwa ajili ya kuoga au kufua nguo zake. Walipomwona yule mtoto, akasema yule mtoto ni mzuri. Akasema naomba tumchukue huyu mtoto awe wa kwako binti Farao. Wakamchukua kweli, na binti Farao akamkubali yule mtoto. Akaona anafaa, ni katoto kazuri. Yule binti au dada yake Musa akasema, unaoneje tukutafutie mama mmoja wa Kiebrania akunyonyeshe huyu mtoto? Akasema itafaa vizuri sana. Kale kabinti kalikuwa na akili na hekima ya Mungu, kakakimbia kwenda kumuita mama yake mzazi. Kwa mama yake mzazi aliajiliwa na binti Farao kwa kumlea Musa ambaye ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipolelewa kwa muda fulani, hebu sema kusudi la Mungu. Sema tena kusudi la Mungu. Mungu akikukusudia wewe umtumikie, hata ungepiga chenga kwa namna gani utanasa. Haleluya. Amen. Musa kalelewa kwenye ile nyumba kwa muda, lakini kafika mahali alipokuwa mtu mzima. Musa kwa nini alilelewa kwenye nyumba ya kifalme? Alikuwa ajue tabia za wafalme wanaishije, ajue maisha ya wafalme huwa wanaishije, wanakulaje, tabia zao zikoje, kwa aliwajua vizuri. Haleluya. Ni long story. Baadaye Musa alipoingia kwenye utumishi, alipokuwa mtu mzima, ikafika mahali Musa huyu akaenda mahali fulani, akakuta Mwebrania anapigana na mwenzie fulani. Sasa Musa kwa sababu anajua yeye ni Mwebrania,
akaamua kumtetea ndugu yake, akamuua yule adui, lakini asijue kama yeye anajulikana kwamba ameua. Alipoua akamfukia kimya kimya. Hebu sema Musa ni muuaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mazingira fulani ukiwa mtumishi wa Mungu unatakiwa uwe muuaji, kama leo ambapo tunakwenda kuua miungu fulani kwenye eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua kama anavyosemaga siku zote, unapoenda mahali popote kujenga ukuishi, wapo waliokuwa na miliki kabla yako. Yaani wewe umenunua kile kiwanja, walikuwepo wamiliki, walikuwepo watawala. Kwa kama umenunua, maana umejiingiza, unajiingiza kwenye mfumo ambao tayari ulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kwenye ulimwengu wa roho yuko mtawala. Inawezekana kabisa kwenye damu na nyama haumjui, lakini yuko mmiliki, na wanafahamiana kwenye ulimwengu wao wa roho. Wanajua fulani ndio mwenye mamlaka, fulani ndio mwenye nguvu, fulani ndio kinara katika anga hii. Mungu wetu asifiwe. Amen. Lakini Musa alipoua akafukia kwa shingo, kesho yake akakuta sasa wengine wanagombana, akataka kuwapatanisha. Jamani, Waebrania kwa Waebrania, Mwebrania na Mwebrania, yani mlokole na mlokole wanagombana. Akataka kuwasuluhisha pale, hao wawili hakutaka kuwaua, akataka kuwasuluhisha, ila wajana alimuua kwa sababu alikuwa dini nyingine, alikuwa imani nyingine. Mungu wetu asifiwe. Wakati anawasuluhisha, mmoja akasema hivi, nani amekuweka wewe katikati yetu kwa mwamuzi? Au unataka kuniua kama ulivyomuua ile mtu wa jana? Musa akajua kumbe sio siri, ikabidi akimbie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kule kukimbia ilikuwa ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akamwambia Musa, Musa, niitie wana wa Israeli, nataka kuzungumza nao. Musa akawaita Israeli. Alipowaita wale Israeli, anasema Musa akawaita Israeli wote, akawaambia, enyi Israeli, zisikieni amri na hukumu ninenazo masikioni mwenu leo, mpate kujifunza na kuangalia kuzitenda. Hebu sema amri. Amri yoyote au sheria yoyote ina adhabu yake mbele. Ukiitenda vizuri ile sheria inakupa haki, ukiikosea ile sheria ina adhabu mbele yake. Kila kosa ambalo mwanadamu anakosea lina adhabu yake nyuma yake. Mungu wetu asifiwe. Kwa Mungu akamwambia Musa, niitie. Akawaita kama ambavyo hivi leo tumeitwa, tumekusanyika hapa. Mungu wetu asifiwe. Kwa tumeitwa ili Mungu aseme na sisi. Amen. Ili Mungu aseme na wewe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Akasema Mungu hakufanya agano na baba zenu tu waliokufa. Alifanya agano na sisi, yani sisi tuliopo hai hapa. Kwa napozungumza ili agano, hatuzungumzi agano la Musa, tunazungumza agano la kwetu sisi, yani wewe, mimi na wewe tunaosikia hapa. Mimi nimesimama kama Musa kwa niaba ya Musa. Amen. Ili niweke sheria Bwana mbele yako. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu akasema hivi, mwanadamu usiwe na miungu mingine ila mimi. Hebu sema usiwe na miungu mingine. Sema tena usiwe na miungu mingine. Miungu mingine ikoje? Miungu mingine, au tunasema Mungu ambaye si Jehova. Mungu au Mungu ile wa herufi ndogo ambaye tunaitwa miungu. Miungu ni nini? Mungu ni kitu chochote unachokipa thamani kuliko Jehova.